Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC imeanza rasmi kuwaondoa wanajeshi wake waliokuwa wakitekeleza operesheni ya kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako askari pamoja na vifaa vyao wanahamishwa kwa ndege hadi Tanzania. Katika mchakato wa uondoaji ulioandaliwa kwa umakini, vikosi vilivyoondolewa ni pamoja na wale kutoka Afrika ya Kusini, Tanzania na Malawi, mataifa ambayo yalikuwa sehemu ya kikosi cha ujumbe wa kijeshi wa SADC nchini DRC. SAMI DRC. Kikosi hiki kilikuwa kikishirikiana na majeshi ya serikali ya DRC katika juhudi za kurejesha utulivu katika mikoa iliyoathiriwa na migogoro ya kivita, hasa Ituri na Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi wa ukanda huo, mchakato wa kuondoka ulianza mapema wiki hii, ambapo ndege maalum za mizigo zimeripotiwa kusafirisha wanajeshi pamoja na silaha nzito. Tanzania, ambayo ina kituo kikuu cha ugavi cha kikosi hicho, imechaguliwa kama kitovu cha mapokezi na tathmini ya wanajeshi wanaorejea. Uamuzi wa kuondoa vikosi hivi umetolewa baada ya miezi kadhaa ya mvutano unaongezeka kati ya wanajeshi wa ukanda huo na makundi ya waasi, hasa kundi la M23, sambamba na hali ya sintofahamu ya kidiplomasia kati ya SAMI DRC na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO, ambao nao unajiandaa kuondoka. Katika taarifa yake, Secretariat ya SADC imefafanua kuwa uondoaji huo si ishara ya kushindwa, bali ni hatua ya mpito kuelekea awamu mpya ya mashauriano ya kidiplomasia na ushirikiano wa kikanda kwa lengo la kuhakikisha amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Kuondoka kwa kikosi ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa usalama wa ukanda huu, imesema taarifa hiyo. Tunaendelea kujitolea kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia njia za kisiasa na kiufundi kufanikisha amani ya kweli. Kikosi cha SAMI DRC kilianza kupelekwa mapema mwaka 2023 baada ya mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi za SADC waliotilia mkazo wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa machafuko na wimbi la wakimbizi wa ndani. Ingawa kilipata mafanikio ya awali dhidi ya baadhi ya makundi ya waasi, changamoto za uratibu, ufadhili na ukomo wa mamlaka zilihatarisha ufanisi wa muda mrefu kwa operesheni hiyo. Wachambuzi wa usalama wameonya kuwa kuondoka kwa vikosi vya SADC kunaweza kuacha ombwe la kiusalama iwapo majeshi ya Kongo au usaidizi mbadala wa kimataifa hautapangwa haraka. Mashirika ya haki za kibinadamu pia yameeleza hofu kuhusu usalama wa raia katika maeneo ya mapigano. Wizara ya Ulinzi ya Afrika ya Kusini imethibitisha kuanza kwa mchakato wa kuondoka kwa wanajeshi wake, ikieleza kuwa kikosi chote kinatarajiwa kurejea nyumbani kwa awamu katika wiki zijazo. Maafisa wa ulinzi wa Malawi na Tanzania nao wametoa taarifa zinazofanana. Hii ni ripoti ya Mediawire Express na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.